nyumbani, ufike nyumbani uongee. Wewe unanizingua. Ndio unanizingua. Hivi nikuulize mimi nawe nani anamzingua mwenzie? Nani anamzingua mwenzie? Kama wewe kweli mwanaume mbona ulishindwa kujitoa? Umekaa siku ngapi kule? Mara ngapi unakaa kule mimi nakutoa? Hivi unionea hata huruma na hangaika, napigika mtoto wa kike. Kama vile mimi ndo mwanaume. Wanaume wako uko wapi sasa? Afasa hizo dharau hizo. Kama ni dharau ndo ubadilike. Yaani kama inakuuma ubadilike. Umesikia? Nataka wewe. Unajua nitakukanda sana. Hey! Kama kweli wewe mwanaume, jaribu. Yaani nakwambiaje kama wewe kweli mwanaume jaribu kunigusa uone. Mali ndakuzingua ujue. Nakwambiaje? Afu usiniongele kiuni. Fikiria nimetoa shilingi ngapi kama wewe kweli mwanaume si ungejitoa? Poa, sikiliza, unajua hizo dharau unakuwa unaniletea za kipumbavu. Alafu muone mimi sielewi, nitakukanda ujue. Kwanza kama sikiliza. Kuongelea mimi na wewe tutaenda kuongelea nyumbani. Siri unanielewa vizuri. Mimi masuala ya kijinga kama wako ongelea mbele za watu, hizo dharau unazoniletea yao. Kuwa na heshima basi. Kuwa na heshima basi. Heshima ungekuwa na heshima ungeanza wewe. Mimi naumia kama mwanamke. Angalia ninavyoasa mtoto wa kike. Hivi kwa nini ujifikirii? Kwa nini una huruma? Ulinioa ili nje niteseke? Kwani hamna wanaume? Au unafikiri sitongozwi mimi? Maisha gani haya? Maisha gani yasobadilika? Nimechoka nakwambia. Na ukitaka niache kuongea, badilika. Kuwa kama wanaume wenzio wanaojielewa. Unanielewa? Kausha basi. Sikaushi. Yaani sikaushi na sijamaliza, unanielewa? Sijamaliza. Ukitaka mimi niache kuongea, badilika. Kuwa kama wanaume wengine. Kwa mimi sio mwanaume sasa. Wewe ni mwanaume lakini hujitambui. Mbona unaleta dharau mwanangu? Mbona unaleta maswala? Alafu mimi sio mwanao, usiniongele kiuni, unanielewa? Mimi upo na mke wako. Siachi kuongea, naongea na wewe. Yaani mpaka utakapobadilika. Wewe ni mwanaume gani kwangu? Mbona una faida yoyote? Mimi nimechoshwa na mambo yako, nimechoka nakwambia. Nikande. Yaani nikande, bora unikande nijue moja. Blaza mimi bana naona bora hata ungebadilisha mtazamo wako. Kwa ushauri wangu mimi blaza naona bora hata ungetafuta mwanamke mwingine. Ndugu wangu, inawezekana kuna kitu bado hujakijua. Lakini kwenye mapenzi sio mimi hata wewe. Utakavyohitaji kuwa na mwanamke ambaye utampenda au utakavyochakufanya chaguo la mwanamke wa kuwa naye. Usifanye kwa kukurupuka wala ushauri wa mtu. Fanya kile kitu moyo wako unapenda. Yule mwanamke mimi nampenda sana na sidhani kama naweza nikabadilisha mawazo yangu kwa sasa. Ila blaza, yule mwanamke mimi sidhani kama ni sahihi kwako. Yaani bora ungeangalia mwanamke mwingine ambaye utampenda. Mtapendana na mtaanza maisha hivyo. Au yule unamuona ni wa umuhimu sana kwako. Sio mbaya, wazo lako sio baya. Ila siku utakavyoingia kwenye hisia kimapenzi na moyo wako ukakuongoza kwamba hapa ingia ndo kwenye mahusiano yako ya kweli au ndo sema ambapo moyo wako umependa, usije ukapepesa macho. Fanya maamuzi kiume. Kwa yani kifupi unamaanisha kwamba kwa yule mwanamke wewe ndo umefika 100%. Hawezi toka. Sidhani kama inawezekana. Sasa fikiria vizuri unapoongea kwa sababu si unaona tena migogoro nini. Sema kama unaweza kukabiliana nayo pia fresh, ila mimi nilikuwa tunakupa mawazo yani. Kwa sababu gani pia maisha si wenyewe tuko wawili tu kama hivi. Na tena kuanza kusumbana na mapenzi inabidi tujali haso tu ya maisha. Tukao tuangalie maisha yanaendaje. Sio tena kuanza kusumbuana kama hivi. Sema sawa, sijui kwa upande wako unalionaje hili. Ndugu wangu, umeanza kukua sasa. Kwa sababu nimeona kuna mawazo ambayo unatoa, unaonekana kwamba huna nia mbaya na wala utoi mawazo kitoto. Ila kiukweli yule mwanamke mimi nimempenda sana. Na sidhani kama inaweza ikawa rahisi kuachana naye. Na nimejizatiti haya yote yanayotokea, najua tu ni changamoto kwenye maisha, hata kwenye utafutaji wa kawaida yapo. Hivi zingiti sio migogoro ya hapa na pale ipo. Na chochote kizuri lazima kije na migogoro, hakiwezi kunyoka straight. Kwa mimi sitojali matatizo yanatokea, sitojali nini kinatokea. Mimi ninachoangalia ni kusimama na yule mwanamke.
Wewe mwanamke. Mwanangu mbona anifungia mlango wewe mwanamke vipi? Unachotaka nini? Unataka nini? Hebu nisikilize Tamari. Nifungulie mlango basi. Unanifungiaje mlango mwanangu? Sifungui mlango. Nimesema leo baki kwanza humo ndani. Mimi nitavunja alafu unajua tena masuala ya ajabu. Yaani kama wewe kweli mwanaume vunja huo mlango. Alafu wenyewe wakupeleke polisi uone kama nitakuja kukutoa mimi. Nimechoka, naomba utulie. Kama wewe kweli mwanaume umetimia vunja mlango wa watu. Mimi nimechoka kuongea na wewe mtu mzima. Mbona unifanya kama mtoto mshikaji wangu? Taingia 18 tu mwanangu. Endelee hivyo tu. Nichukulie poa. Chula wewe mkubwa. Vipi tamani? Ya mimi niko poa, vipi upande wako? Vipi umefanikiwa kumtoa? Ya basi nashukuru kama umefanikiwa kumtoa ni jambo la heri. Maana mimi mwenyewe hapa nilikuwa na stress kichizi kwa sababu nikifikiria ulivyokuja muda ule tulivyoonana, ulikuwa upo sawa kabisa, ngaa nawaza si utakuwaje mpaka sasa hivi. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Mambo mengine yanakwaje? Kwa ina maana umetoa yote mpaka ila mtaji? Haina shida, wewe hata usijali. Niko tayari nilale njaa mimi lakini sio wewe. Shoga yangu karibu. Karibu kae. Ndugu wangu, nimetoka kazini kwako ndugu wangu kanilipa. Ulienda kule kumbe? Nimeenda. Karibu shoga yangu. Na bado ndo sikia za kweli shoga yangu. Yapi? Ya shemeji msaka kutoka polisi. Ndio hivyo shoga yangu, hayo ndo maisha yangu niliyachagua. Tatizo nini tena? Yaani bora hata ningekuwa najua kisa. Mambo yake yale ambayo ya kila siku. Tunazozana naye kila siku ambayo yabadilika. Unavyoona hapa msingi wangu wote umetokomea huko. Nimetoka polisi sio muda mrefu. Na nimemwambia hapa halali huko ndani ya pumziki. Mwenzangu pole. Wewe acha shoga yangu. Maana wewe ndio unaniambiaga mimi. Ongea mwenzangu una mume ndio kama huyu. Hivi wewe utaweza? Shoga yangu ukawa naye unaye. Ukawa naye unaye hata kama halieleweki lakini uko naye. Mimi naye nilikuwa na mume, mimi nilikuwa nazama madera. Nilikuwa ndawa mikopo na muha mimi. Wewe unko anangeka kulipa. Usiseme hivyo ndugu yangu. Maneno unayatupa hayo. Ndugu wangu, wewe ndio wakumbadilisha. Kabisa? Yaani wewe ndio kumuelimisha akakuelewa. Hali aje? Vizubaya. Kapotenzwa alichukua hilo bovu unaliona. Hilo bovu unaliona alieleweki. Hivi unafikiria nambadilishaje? Kama mama mzazi ameshindwa, kanyosha mikono juu mimi naweza. Kama kuongea naongea naye sana. Labda wewe mwenzangu. Maana naona mnaendana, sijui hata mnaelewana kwa lipi. Maana mtaa mzima anamuogopa wewe binadamu. Yuko wapi? Yuko humo ndani. Hivyo nimemwambia alale apumzike maana. Shemeji! Amelala muda mrefu kaingia, toka alivyoingia nimwambia asitoke leo. Yaani asitoke kabisa atulie. Bwana karudia umerudi saa ngapi? Toka jana dada. Yaani nimehangaika na mikopo hapo unavyoniona na madeni na biashara ndio ile pale. Mwache apumzike mwana. Maana sikia hapo mabusu. Kitu chochote cha polisi kilikuwa na mbu kile. Kila anatoka lazima adisie. Shoga yangu nishaumbuka. Nimetoka huko na nimetoka ofisini kwako. Nije uniazime japo 2000 shoga yangu.
Unajua yule Muha aligombana naye hivi. Siku hiyo hajamwambia nini. Na yeye naye na majanga. Mungu wangu. Tena kama mimi sasa hivi wewe Muha aniache, yani aniache na majanga yangu. Sija mwambia ndio ugomvi tanaanzari, kila mtu atajua mimi na Muha ndai. Yaani ule Mume wangu. Umeona leo polisi hela ilivyomtoka. Ujiulize hapo ulipo hata hela nimetoa wapi? Kwa biashara ipi ambayo mimi naweza kupata hela kukutoa wewe hela yote ile niliyoitoa? Basi ukue na wewe. Wewe kila siku nasemwa mimi, mtaani kote. Sina furaha, sina amani. Mimi mume wangu ndo ana matatizo mtaa mzima. Mambo yako ambayo unafanya kila siku yana faida gani? Angalia mpaka sasa hivi mimi msingi sina kwa ajili ya mambo yako ya polisi. Hela yangu yote imeteketea polisi. Hivi hali itaisha lini? Hujawahi kuwa na huruma na mimi hata kidogo. Angalia ninapopambana usiku na mchana. Kwa nini ubadiliki jamani? Kwa nini kila siku mimi na wewe ni vita, mtaani vita, ndani vita, sina amani. Hakuna maendeleo yote ambayo tunafanya ndani mimi na wewe. Hivi unajisikiaje? Ushai kunionea hata huruma basi. Jitahidi kubadilika. Na mimi nahitaji furaha. Ila sasa ninachokuomba. Maana hapa unavyoniona msingi wote nishakula. Msingi wote umeenda huko polisi, nimeenda kumaliza jambo lako. Lakini uchelewi hapa. Sijui kama nitapumzika. Sina hata msingi wa kuamkia asubuhi. Yaani ninachokuomba hapa uniamshe tu asubuhi mapema. Niwahi sokoni. Nikachukue mzigo asubuhi niamshe. Maana siwezi kushinda mimi nyumbani nikakaa tu naangaliana na wewe hapa. Siwezi. Sijui umenielewa, msaada wangu ni huo tu. Sasa unataka mimi asubuhi nikuamshe? Uende ukachukue mzigo. Hiyo leo umeitolea wapi? Sasa unategemea nitafanya nini? Inabidi niende nikaongee na wale watu kule wanauza hivyo vitu. Wanikopeshe mzigo, nifanye biashara kisha hapo niwarudishie hata kama ni kidogo kidogo. Siwezi mimi kukaa nyumbani. Poa. Mimi nitakuongea na mafuta tu. Makubwa haya. Wewe leo ndio umetoka polisi. Hayo mafuta utatoa wapi? Au ndio unataka uanze tena mambo yako? Mimi nimechoka, nikwambie nimechoka. Basi jaribu hata kunipumzisha na mimi. Nionee huruma. Angalia ninavyohangaika usiku na mchana. Huruma huna. Maisha gani haya? Hivi mwanangu unanichukuliaje kwanza? Unanichukuliaje? Hivi umeona mimi siwezi kuwa na hela mpaka nifanye matukio wani? Usiniletee tikali za kishamba kama hizo. Sasa unalala unasema chochote unamaanisha nini yani? Hiyo asubuhi utaniamsha au ndo uniamshe? Basi mambo yasiwe mengi. Unajua nini? Unajua nitakukata sasa hivi. Nitakukata sasa hivi. Usituletee maswala ya kipumbavu basi. Wewe vipi wewe? Chula tope wewe. Wadogo. Vipi basi? Bwana mimi ndo naondoka hivi. Sema wewe kama unajua kuna mazingira yote ambayo unaweza ukaforce ukaishi, fanya hivyo. Wewe mwenyewe leo usielewe. Okay, fresh. Unga taenda kuforce pale. Vipi mazingira ya mboga? Okay. Fanya hivi. Yule dada mboga ambaye anatuletea siku zote hapa. Akipita naomba kuachie.
Mimi nita clear baadaye. Sasa sikia sasa. Kama vipi mwanangu? Wewe kutana naye mtaani huko mpangilie kabisa, sawa? Ili mimi aniletee mazingira hapa. Alafu niende kwa mua pale nikarekebishe kuhusu unga kama atanielewa, alafu ukija utakuta mambo yote yako fresh. Basi poa. Mimi kama ndakutana naye nitamuelekeza atakuletea. Lakini kama nikipishana naye wakipita hapa mwambie atakuachia tu, wala ina shida. Alafu brother, vipi sasa kuhusu ile hela yetu? Ya tumefanya kazi mwanangu, hapo ile yenyewe bado tujalipa hadi sasa hivi. Au kashakulipa ule mzee? Ndugu wangu bwana, kuhusu yule mzee bwana mimi hata sielewi. Kwa sababu mpaka saizi mimi sijapokea simu yake na hata simu yangu hapokei ngimbigie. Unaona? Sasa hapa ngoja, hivi ninavyoenda kuhangaika nitapitia nyumbani kwake pale nitamwangalia. Tujue tunafanyaje. Poa mwanangu, mkose atugera yetu mwana yetu sasa. Haina shida mdogo wangu. Baadaye basi. Kumbe umeniamsha. Nijua utaniamsha, maana jana ulikasirika. Just hapa nijiandae. Okay. Mume wangu. Yaani mimi najua umeniamsha alfajiri ni wapi kufuata mzigo. Unaniamsha saa hizi jua lishatoka. Sasa hizi mzigo gani naenda kuufuata? Panga langu liko wapi? Yaani mimi naongea habari za maana kwa ajili ya biashara ambayo inatulisha huko ndani na kila kitu, unaniambia habari za mapanga. Wewe mapanga anakusaidia nini? Kwa anauliza panga langu liko wapi? Mimi sijui. Mume wangu basi nakutafutia panga lako. Nakutafutia sasa hivi. Tafutia panga lako. Nakupa panga lako, mume wangu liko mbali. Changamka babu. Changamka. Unaniumiza. Changamka babu. Unaniumiza bwana, mambo gani haya? Changamka, tafuta hilo. Tafuta panga hilo. Nini? Sasa tatizo unaenda nacho wapi? Mbona mnamtiana? Unajua unapumzika na mvua hizi vipi? Kuna pumzikika kakaangu. Utembeaji wangu
Ndio ulaji wangu. Hivi hapa ndo nilikuwa nakuja kwako na kuleteeni mboga. Sasa mboga ni kweli nazihitaji. Lakini sasa mazingira hayajakaa sawa. Wewe wala usijali. Nitakukopesha ukipata utanipa. Ila sasa sio itakuwa nyingi. Kwa sababu mimi nakumbuka unanidai hela nyingi. Sasa kila siku unakuwa unanikopesha. Sio nitakufilisi sasa mwisho wa siku jamani. Kweli usio na wasiwasi. Kweli. Basi sawa. Nenda nyumbani pale basi utamkuta yule mdogo wangu nimemwacha pale. Utamwachia. Haya sawa. Biashara njema basi baadaye. Haya. Babu, babu wewe. Kumbe ni boss mwenyewe hapa. Wamesha kutoa? Yaani nilikuwa nimebakiza hivi kidogo tu bosi wangu akiana nilikuwa ninakuja huko kituoni. Kitu changu kwanza kikwani. Kuna yule askari mmoja nilimkuta pale wamekaa pale kituoni anakaa. Nikawaambiaje? Mimi niko lazima mimi nifungwe bosi wangu atoke. Yaani nilikuwa nataka waniweke mimi ndani, alafu wewe wakutoe. Nimekuja pale nikamkuta yule nini? Sikiliza wewe. Sawa. Sio nakwambia nisikilize basi mimi ndo naongea nisikilize. Sawa, nakusikiliza. Lakini mimi nilikuwa nisikilize mimi ndo naongea. Okay, mpaka nasikia tu. Nitakukanda ujue sasa hivi yani. Hivi nyinyi wanangu maskani mpoje kwani? Mbona mnakuwa mnaloza kishamba hivi? Mimi nimekaa ndani kule, mmeshindwa shikaje hata kuja kuniona nani? Yaani mimi alafu nakuja hapo kwenye utala wangu umekalia kiti. Oya babu nisikilize. Tena naomba unisikilize vizuri. Sasa unanielewa? Oya napoongea mimi nyamaza. Nimeshanyamaza. Nyamaza. Nimeshanyamaza kabisa. Sirudie nisiongee chochote. Ila mimi nilikuwa nasema tu vizuri. Kwamba mimi nilikuja mpaka pale kituoni. Nimefika nikawaambiaje? Bosi wangu nilikuwa nikuja, yani nimekuja naongea nyamaza. Siku unanielewa babu hivi? Nisikilize wewe mimi. Kuja nitoe shingo sasa hivi mwanangu. Unajua? Kitoa shingo gani atakaye kuuzia bangi na wewe? Mzigo wangu uko wapi kwanza? Alafu nyinyi wanangu kwa nini mnakuwa mnalombaya sana hapa maskani? Mimi nimekaa ndani wanangu, hata ile kuja kuniona mmeshindwa. Alafu sasa naondoka, umekalia kiti changu baba. Yaani mimi wakati nimekaa hapo nikawa nawaza. Yaani niko na machungwa na maswali na mawazo. Sikiliza kelele mimi ninapoongea. Yaani mimi ninapoongea unataka unyamaze kimya. Lakini mimi nilikuwa nataka nikufuate. Nilikuwa nimeshaamua, nimekuja mpaka pale kituoni. Yule nimempata yule askari wa kwanza ile kuja akakukamata. Nikamwambia nikirudi mara ya pili msipomwachia bosi wangu naweza nikaja hapa kwenu nikajinyonga alafu nikakimbia. Nikawaachia kesi. Au nikaja nikafanya vurugu pale. Acha ngonjera. Lakini bosi, niletee mzigo wangu babu. Chukua kisu chako. Basi hakika. Yaani nilikuwa nimebakiza hivi kidogo. Nilikuwa nafuta tu hapa bangi. Nikimaliza na wafuata kituo kizima na wakata vichwa. Alafu wewe nakutoa. Sawa, niletee mzigo wangu basi. Lakini sema tu wamekuachia mapema. Alafu kuna bangi moja ilikuwa imetoka. Kuna ile imetoka bangi nyingine. Nilikuwa nimesokota. Umenitafuta hapa mpaka imedondoka. Nilikuwa nimefanya mpango. Nije pale kituoni kuna askari nishaongea naye kuna mambo tumeshayaweka. Babu acha upundamilia basi. Vipi mwanangu? Mbona ngonjera kibao kama unaimba kwaya? Odi. Odi. Nakuja natoka.
Oh, malaika heli wewe. Vipi? Fresh, uko poa? Niko poa, si wewe? Sasa tunatetea steak bana. Nyama hizi nini? Hazina mfupa hizi. Hizo hazina. Okay, poa. Wewe tu na meno yako. Da, fresh, lakini sema leo sasa mifuko meupe. Sijui inakuaje. Polo usijali, shonge naye. Ushongea na blaza? Okay. Sawa, hamna shida. Lakini dada. Au basi. Vipi wewe ongea tu. Amna. Basi, au basi. Wewe nenda. Haya. Okay, cool. Wewe maswala ya mizigo kwani ndio. Kwa hiyo kweli labda mimi mzigo naweza nikaupoteza. Mimi nimeutunza kabisa nikijua bosi wangu ni jembe. Nimetunza mizigo yangu vizuri nikijua bosi nikienda kumtoa. Yaani nilikuwa na mwaga damu pale kituoni. Hata wewe ungekuwa so mnene hivi ningesahau nikakuchinja hata wewe. Wakani tena wewe. Wewe umeniambia umenitengenezea dawa babu, nige dawa basi hapo. Unaona wakati nimekaa hapa. Nimeshafuta sasa zile bangi zangu. Nilikuwa nimeshatengeneza kwenye akili yangu mimi mwenyewe. Wewe mwanangu na siasa kibao yani. Sasa si bangi. Wewe umeniambia kwamba unataka kunitengenezea dawa, alafu mwisho wa siku unaniletea ngonjera. Wewe asikiliza kwanza. Mimi sijafa, alafu hichi kiti narudia tena. Asikalie mtu aina mjinga yoyote, mpumbavu yoyote. Asikalie mtu yoyote. Oi, hamna anakuja. Yaani hapa hamna mshamba anakaisogea kwenye hiki kiti. Yaani bosi wangu amekuja afu kuna mshamba aje akae hapa. Sisi ndo wauni tumeshapinda, tumechanganyikiwa na maisha. Unanifanya naishi maisha magumu mbwa wewe. Yaani unanifanya nateseka mbwa wewe. Au unafikiri kwamba kuwa mnene hivi watu wanene waga wanatuchukuliaje sisi watu wepamba? Shoga yangu ndugu wangu. Vipi tama tena? Hawa si samaki hao. Mbona umekaa nao hapo sasa kuuzea? Yaani wewe acha shoga yangu. Shemeji yako toka asubuhi kaniambia anaenda kunitafutia hela mafuta. Ndio nimekaa hapa namsubiri. Atakuja. Yaani unavyomwamini wewe shemeji yako. Sijui kati yenu kuna nini. Naona damu zimeendana. Kama unapenda sana ukari, atakuja. Hivi unapenda kumhukumu mwenzio? Kitu kidogo kikifanya umemhukumu, hata kichelewa kidogo umemhukumu. Wewe unajua inapatikana wapi? Au rahisi? Hivi unajua nimefika saa ngapi hapa? Toka muda nimefika, nimeosha samaki, nimemaliza, nimewakausha, nimemaliza kabidi niwarudishe kwenye ndoo. Maana kunguru ananisumbua. Alafu unakuja hapa unamtetea tetea tu. Sijui hata unanionaje mimi ninavolalamika kila siku. Kwa kweli ni furaha sana. Au unamtaka? Unapenda sana kumhukumu. Shida yako ndio hiyo tu. Kosa moja tu alilofanya lile, unamhukumu na kila kitu. Kitu atakachokifanya kwake baya. Kitu kulifanya wewe umeshika tamu. Kaa samaki kwa kuozea hapo. Yaani mimi sikuelewi. Kwa sababu wewe mimi nayapitia uyaoni. Ila kinachokufurahisha ni wewe na shemeji yako. Mnapatana vibaya mno. Chuma nchiki hiyo. Shem kama shem. Una baya baba. Niambie mwanangu. Fresh. Kama kawa. Mpopoa. Naona mmetulia nini mnapiga umbea au sio? Tupo hapa barajini. Oya mimi mwanangu. Una baya. Oya sema zuia kipochi hicho hapo. Kile kitu kiko humo. Shaelewa. Tutamalizana humo. Yaani mimi nimekaa toka asubuhi hapa nasubiria mafuta anakuja kunitupia koba lako. Sasa ili koba mila nini? Sema wewe mwanangu unaongea sana. Yaani unaongea rafiki ningedena naruka mateke mshikaji wangu. Oya ushoga yako vipi huyu? Fungua kwanza pochi angalia kuna nini. Tamali ndugu yangu. Ulikuwa unalamika hapa ila mafuta huna. Umeletewa na kunungunika. Uangalie. Kitu humo. Oya mamtwe. Ngoja nikuache. Hizo hapo. Au sio? Hamna shida vile Moja fresh. Ila don't la soda. Oya wewe butterfly. Utatoa miteni utampa mshikaji hapo. Sawa. Sio nakunja hivyo. Wewe. Hivi umeona hizo hela zilizokuja nazo? Ushaanza. Usipoletewa hela unasema ni akupatilizi. Umekaa samaki anakuozea hapa muda wote. Umetoa mafuta sonda kanga tule ugali sisi bwana. Nini wewe? Hivi wewe chao mzima kweli wewe?
Mtu kairudi jana gerezani, sijui anahitaji. Asubuhi ndo katoka. Leo kaja na hela kama hizi. Mimi nifurahie tu, sijui hela zilikotoka. Unasikia la mimi ninapoenda polisi kila siku. Yaani hiyo ndo shida yako. Ndo shida yako tu wewe Tamali. Upenda kumlaumu mwenzio, akikuletea kwako kondo. Asipoleta kwa kizaazaa. Hivyo utakufanywa nini ili uelewe yani? Yaani unasikia raha sana mimi ninavyohangaika na maisha kila siku polisi. Unasikia raha sana. Ufikirie hata kidogo. Kazi yako ila soda ndio unaona muhimu wewe. Hebu kaange samaki tule. Kanui mafuta kaange samaki pale unigee mimi nikapike ugali nyumbani kwangu. Au mengine utajua mwenyewe. Alafu ningine na hela yangu ya soda ndio mbio. Jana. Leo karudi na hela hivi. Jamani. Oa Mangi bwana da. Najua ndugu yangu bwana, najua unanidai. Lakini hapo bado mazingira mwenyewe sipo sawa ndugu yangu. Alafu nina njia kichizi. Nilikuwa naomba unisaidie unga ndugu yangu. Alafu nikipata hela nitakuunganishia na ile. Tena. Chali yangu ngoja nikwambie kitu kimoja isi. Unajua we Chalina kuonaga ukija hapa dukani unanipiga vizinga alafu unaenda. Ukija unasema kama hivyo kwamba chali yangu nakuja nataka unga na maliza hela yako na kurudishia, lakini wewe ni mgumu sana chali kurudisha hela. Nimekukopesha madeni mengine mpaka nishasahau chali yangu. Ila kwa siku ya leo tu chali yangu tu nikwambie mapema kabisa yani. Siwezi nikakupa kitu chochote kile chali yangu. Nikikuendekeza wewe naweza nikarudi Moshi chali kabisa wallahi ya mama nakwambia kabisa. Na mimi sitaki kurudi Moshi. Nitarudi Moshi bila kitu chali yangu. Sasa nikuendekeze wewe kisa nini bwana? Mimi kwa leo sipangiki chali. Kwa hilo mimi siwezi kukusaidia kabisa, siwezi kukusaidia. Yaani wewe kama umelalia uji, kama umeshindia uji, wenzako analala kwenye kitanda wewe unalaliaje uji chali yangu? Kwa hilo haliwezekani kabisa. Sala. Na hisi chali yangu utakuwa umenielewa sasa. Kwa wewe jua unafanyaje? Ngoja nihudumia watu wenye akili, sio wewe unafuga ndevu tu hela huna chali yangu. Shoga yangu wewe hapa mama. Kama uko kweli leo samaki hawashikiki kabisa. Yaani nakwambia hali ni mbaya. Hapo mtu anakuletea ujinga kila siku polisi. Yaani maisha mengine bwana. Hivi wewe uko karibu na Ruba. Wewe si uelewi. Unamjua moja vizuri. Moja Ndio hivyo shoga yangu. Mimi mtu ananisaidia namna hili. Naanzaje kukaa naye mbali? Maisha yenyewe magumu hivi. Siwezi. Tamali wewe umeolewa, Tamali wewe una mume. Tena una mume, Moza akijua itakuwaje? Mumeo ni mkali kama defender. Tamali. Wewe unataka Ruba weje? Yaani akijua Ruba atamfanya nini unajua wewe? Sikiza nikwambie. Ajue asijue mimi nitatafuta njia ya kumuelewesha akaelewa. Ruba sio mtu wangu. Nishamkataa muda mrefu sana. Saizi amebaki kama rafiki yangu tu. Ananisaidia. Nitapata wapi msaada kama huu? Kwa maisha haya ninayopitia mimi. Sasa nikuulize swali shoga yangu. Hivi wewe atokee mtu anakusaidia kama vile utakataa? Mimi yule sio bwana wangu. Yule ni rafiki yangu. Amekuwa kama ndugu. Tamali usinidanganye. Mimi ni mtu mzima na akili zangu timamu. Alafu mimi sio mtoto mdogo. Yaani umdanganye mtu anayenyonya lakini sio mimi. Hivi mtu anakupa anakusaidia, anakupa kula. Mtu anakupa shida zako zote nakutumizia. Alafu unaambia sio bwana wako. Huyu mtu ana wazimu. Hivi wewe chao. Mimi nishai kukuficha chochote kuhusu mimi maisha yangu yani. Ili umenificha Tamali. Umenificha kabisa? Unataka nifanye nini ili uamini? Uachane naye Ruba. Ni ngumu kwangu, siwezi. Kwa maisha haya nayoishi na mume wangu. Changamoto hizi ninazozipitia siwezi. Yaani siwezi kwa kweli. Tamali usinidanganye. Mimi sio mtoto mdogo kabisa. Huwezi kunidanganya hivyo. Siwezi kukuamini hata kidogo. Moza amekuweka ndani. Moza amekuoa. Hivi akikuacha unaenda wapi? Ushakufikiria hivyo? Unaenda kwa Ruba. Haya Ruba kashakuchukua. Ruba anaishi na ndugu yake nyumbani. Chumba kimoja na ndugu yake.
Kashakuchukua kakuatisha kwa nani? Kwa Moze. Kakupeleka nyumbani kwake. Mnaishije mniambie mwenyewe? Au ushawahi kujifikiria maisha yako? Na Moze alivyomkari Moze muhuni kuputikia. Kwani mbona unang'ania sana? Hivi nafasi ungeipata ungeikataa? Ungeanzaje unavolalamika maisha magumu kila siku ungekataa na kuuliza au kwa sababu mimi? Siwezi. Geuza samaki ungua mimi. Samaki wale shogangu kazi yangu. Mimi nawamudu. Na miaka sasa. Vizuri. Watu na kazi zenu. Tukisema kazi tunazuzurura tuacheni. Basi geuza unige japo kidogo nikale ugali njini na nini. Kidogo tena. Yaani kumbe umekuja kukopa. Dada sijaanguza hapa. Na samaki leo ana bei balaa. Hivi babu, shogangu kidogo. Sijauza acha Shogangu sina hata mimi. Ukinikuna natoka unga hapa nilipo. Luba, mambo? Poa, vipi? Safi. Shika unga. Sijakuelewa nini sasa? Shika unga. Nimekusikia kuongea na Mangi unahitaji unga. Kwa hiyo shika unga, mwende mkapike. Ni kweli nilikuwa nahitaji unga lakini tayari nimeshaongea na Mangi. Wewe usijali, sasa kukopa na kukupa bora nini? Sawa. Lakini shika na hela hiyo nitakununua mboga. Dida. Ni kweli nilikuwa nahitaji unga na nimepata, asante, lakini sasa na hela. Hamna bwana. Hamna. Ujue nini? Mimi siwezi kukaa na hela. Sawa. Kwa hiyo, kwako kama nawekeza. Siku yote ukipata utanipa. Sawa, lakini sasa Dida, unanikopesha hivi vyote, unajua unanidai. Alafu unanidai hela nyingi sana na sijakulipa bado. Sasa unazidi kunipa hizi, sio deni nazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo usijali. Sawa. Ulikuwa utanipa. Serikali wairuhusu jamani, tuna enjoy. Oya. Mama. Oya, vipi babu? Bosi. Karibu bana bosi. Hapo mbona umekasirika hivi? Nilikuwa ninakula kitu. Unajua kitu cha leo nilicholeta. Hapo nikakaa nikakukumbuka kabisa bosi wangu. Nikasema hivi bosi wangu, siku akitoka jela hiki kitu nimekutunzia. Karibia siku 5. Nimekitunza kwa ajili yako. Uwezi amini macho yako yani. Sikia sasa. Useme unangojela sana. Sasa mimi hapo mbona naimpa ngojela na wewe? Nigee dawa mwanangu. Maana nimetulia nyumbani pale naona hata sielewi usingizi ya uji. Nigee dawa nikasize nyumbani. Sasa mimi si ndio daktari wako? Kwani una daktari mwingine wa kukutibu? Shika hii hapa kwanza. Shika. Hapo utaniambia we mwenyewe. Yaani ukivuta hiyo lazima uende ufunguni ukalala. Njoo nikuwashie bosi. Wewe ni wa kuwashiwa. Yeye ni watu wa muhimu sana kwenye hii dunia. Washa afu utaniambia. Vuta pafu moja afu moshi utolee puani utaniambia. Umeona hiyo sasa? Utakuja uniambie we mwenyewe utasema, hivi mbu hiyo kitu uliifuata Mwanza au uliifuata Arusha? Hicho sio kitu cha Arusha. Utakuja uniambie we mwenyewe. Matarajio yangu ni utarudi. Sasa hiyo ni yenyewe. Sasa hiyo natakuwa unavuta afu unaenda kulala uvungu kwa kitanda. Ukilala kitanda unaweza kuona kitanda kama kimemwagiwa maji. Vuta hiyo afu utakuja uniambie. Mazoea yanazidi au sio? Nini? Oya. Kuna utawala mpya sasa hivi hapa maskani, si ndio? Utawala kivipi? Kuna utawala gani na wewe? Wewe umeona humu ndani kuna mbugira na wewe? Umeona humu ndani kuna mbugira na wewe? Humu ndani ninakaa mimi mwenyewe, Simba wa Yuda, jiwe juu ya jiwe. Umeona kuna
Nimesahau ni bosi. Hamna Mbugira, niko mimi tu mimi mwenyewe. Unajua bangi hizi navuta zinanivuruga akili. Sahau hata kama hii bangi niliyovuta leo, weka vute tu utaniambia mke wako unaweza kumuona anafanana na Jani. Oya, nauliza hicho kiti amekalia Mbugira gani? Kumbe ni kuhusu hiki kiti. Hiki kiti kuna lijinga limoja hivi liha limetoka huko kwao linauza linakopesha vyombo. Kaja hapa amesema, nimekopesha vyombo. Vyombo watu hawataki kukopa, nipe bangi nikavuta ili nikadai madeni." Nikamwambia hicho kiti anakalia bosi wangu, lakini mbishi hataki kunielewa na matako yake. Kaja kaweka hapa, matako yake kiti kimekuwa kichafu mpaka bosi wangu amekuja amejua. Lakini nitakisafisha tu bosi, unaweza ukakaa. Bosi wangu wapate shida na mimi nipo kabisa. Hata kama bangi nimevuta ndo hata kusafisha kiti nisisafishe. Hapo unaweza ukakaa tu bosi. Wewe mtoto wa kiume mwanangu, linda utepe huo. Sawa? Linda utepe vipi? Wewe bure. Linda utepe. Kulinda utepe ndio kusema nini na wewe. Alafu na wewe sio kamba ukajiona ni mwingi hivyo ni bosi ndio. Ukaona kama unaniweza kuniweza, mimi mwenyewe ni dume la Mwanza. Alafu dume la Mwanza ninayevuta bangi. Mbwa wewe. Utepe ya nyoko. Haina shida. Sawa. Ngoja nimefika nyumbani hapa mara moja, kuna mzigo naacha alafu nakuja. Hivi blasa. Hizi nayo naenda wapi sasa wakati nikwambia nafuata unga? Uhakika mwanangu tunashiba. Oya, sema nini? Yule jamaa anabagua sana mwanangu. Mimi nimeenda pale nimelalamikia sana. Sema kanikazia. Tu hawezi kukupa kwa sababu bado mdogo, hawezi kukuelewa. Sasa sikia. Wewe rekebisha faster. Mimi kuna sehemu moja naenda kuangalia kazi afu narudi sasa hivi. Nikute kila kitu kimekaa sawa. Tajibu umetokea. Taniunganisha basi. Wewe ngoja nikaonane naye kwanza. Kwa fresh. Mimi ngoja nirekebishe dongo hapa. Usichelewe basi, si unajua? Bali nitakustua. Mimi katika mabosi wangu nao wakubali hapa mjini. Unajua umenitoa mbali wewe? Umenitoa mbali, nilikuwa Mwanza nimekaa na mjomba kule na shemeji wananioshesha vyombo tu mbwa wale. Sasa hivi nimeshavuta bangi. Siku nikienda kule nauza ile nyumba afu ile nakuletea wewe. Nauza ile nyumba afu ile nakuletea wewe bosi. Mimi nakukubali bosi wewe. Wewe mchichi, njoo. Kwani bosi tukichukua mchichi tukachanganya kwenye bangi unakusuna kuendeza? Tembea haraka kama una miguu na wewe, nikikufuata hapo mbwa wewe. Sogea hapa. Mpaka nikufuate wewe ndio unaniona kama mimi sio mpigo. Sogea hapa. Ukiitwa unasogea. Sogea mbele hapo wewe. Haraka. Chuchuma hapo chini. Nitakuchoma kisu cha utosi, chuchuma hapo chini. Weka beseni hapo. Hivi mtisha baba. Bosi tukichukua tukaenda tukapikia kwenye makande. Unauza shilingi ngapi mchicha? 500. 500. Sasa nakupa 200. Nachukua mchicha na beseni na change unanipa, sawa? Haya, nipate. Unapeleka beseni, nitakuchoma kisu cha koromeo mimi. Yaani naweza nikakukata kichwa, ukaanza kutembea unauza nyama sio mchicha. Haya ondoka. Ondoka haraka. Kwani mwanangu mbona unaleta masuala ya ajabu hivi? Wewe! Sio unafanya vitu vya kijinga kama hiyo. Sasa mimi nitamuonea nani na wewe? Mimi niko na wewe hapa, uangalie ulivyokuwa mkubwa. Achana naye. Hii tukiweka Njoo hapa. Njoo hapo, unakimbia au nikufuate huko tena na wewe? Sasa Weka hapo babu. Achana na mchicha. Kaa hapo babu. Vipi babu vipi? Maisha magumu mimi. Chukua mzigo wako. Sasa unampa mzigo wake wa nini? Wewe nitakukanda sasa hivi mwanangu. Mbona unatekaliza shamba babu? Vipi kwani mwanangu? Nimeshanyamaza. Sio kama hizo. Lakini ungeacha ule mchicha tukichukua tukuweka kukapikia ugali. Sasa unavuta bangi hata ugali. Haya unavuta bangi ukitoka hapo unaenda kula wapi? Unaenda kula wapi? Hizo bangi unaweza ukaziunga na mchuzi ukala. Wewe mke wangu.
Hata kula kwa mke wako umemwachia hela ya kula. Wewe mke wako mwenyewe anahangaika kila siku anakimbizana na hela ya vikoba. Mwisho wa siku unaishiwa kukamatwa tu, unaenda polisi. Tukiongea unataka kunipiga, unaona kwamba sisi wengine wembamba wewe tulia niseme. Tungechukua ule mchicha tukaenda tukapika hata ugali. Alafu unafanya hivyo. Bosi utakuwa unafanya mimi hawaniogopi. Unatakuwa waniogopi. Unajua mimi wenda na kulinda wewe. Yaani basi kwa muda mwingine sometimes unatakiwa na huruma. Yule dada naye anajitafutia. Kama unapojitafutia. Unaona huruma wewe. Huruma wewe unayo wewe. Unaona huruma wewe. Ungekuwa na huruma siku ile umekuja pale umenikaba ungekuwa na huruma wewe. Shika basi. Unaongea. Wewe kama nakuashia unasema tu si uniwashia nini babu? Wewe kila kitu. Mimi naweza nikaamua hata sigara nikaivutia huku. Usione kama mimi sina akili, mimi sio mjinga. Sema inaunguza. Ungevuta. Bwana kanika shuleni ulipachizi. Kwa mwanangu nataka kuswali au sio? Shemeji, yani nimekwambia msipo hewani nachanganyikiwa hapa nilipo. Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi ni gari sali moja tu nikuletea. Chao. Hebu fanyeni maongezi yenu mtaongelea huko. Nikataka tutaongelea. Hapa wateja wangu hawaji. Toka nimemaliza kukaanga samaki. Hivi shemeji. Kwani mwanangu hivi watu wananionaje hivi? Au watu wananichukuliaje? Natisha sana eh? Mkondo wangu shemeji nakuwa na kawaida tu. Yaani sijui yeye mwenyewe. Yaani unagubu Tamaru. Unagubu. Oya, sikia nikwambie mwanangu. Hivi unaona kama mimi nakuwekea nuksi sana nikikaa hapa kwenye biashara yako eh? Eh? Au unaona kama vile yani oya acha hizo mwanangu. Kwa maisha uliojiwekea na watu mtaani, watu wanakuogopa. Wewe angalia toka umefika hapo. Kuna mteja ambaye amesogea hapa kununua samaki. Au unataka mimi nikahalaze nyumbani? Kwa hiyo issue ni samaki au sio? Sasa sikiza kama issue samaki, shemeji. Chukua wale samaki wote. Leo nanunua mimi. Sijui unanielewa shemeji? Nenda kachukue wote wale samaki. Mimi? Alafu wewe funga biashara sasa hivi, twende nyumbani. Oya, nenda kachukua. Una baya. Unachekesha. Shoga yangu, nikutaka hata usinifungie kwa shida bagazi kaka kaisha. Wewe koma. Tena koma, wewe na huyo mjinga mwenzio. Sio kuuza maandazi kuuza sura hapa mimi. Mwambie akupe hela ndio uchukue hela samaki. Mpe samaki, mimi na sisi tunakutana nyumbani. Au mimi nilishai kukudhulumu wewe? Shoga yangu tena usinifungie. Ndio hivi. Nakuletea tunaniosha kabisa. Wewe, mwali kivuruge. Usijua kufanya kazi. Hujui biashara, hujui kupika maandazi wala miogo. Kazi yako kuzurura tu kuazima vijola, michezo, mikopo. Koma. Si unapewa. Wewe utatoka nyumbani babu nipi. Ndio nishamaliza, nimesema hana samaki, sitoi samaki hapa. Oya. Hela nimekwambia utaikuta nyumbani. Mimi na sisi tunaishi pamoja. Au nishai kukudhulumu wewe? Nishai kukudhulumu hela yako. Hela utaikuta nyumbani. Mpe samaki au hela utaikuta nyumbani. Nipe babu wewe nini? Nishamaliza. Mpate mjinga mwenzio akupe hela. Naletea mapenzi yako kuna baka hapa nyewe ndazimu nini? Hapa samaki stoi. Leo ndapoa nyumbani niacha ni. Hapo mwanamke awe hivyo mdomo. Mwanamke ambue maneno kama haya ndio mtukonde naye. Muangalie vile sura mbaya. Miguu kaa fito kazi yako kuzurura tu. Unaacha kutafuta maandazi upike kazi kupalamia umeza watu. Ondoka dada. Vipi kwani? Jua kabisa huyu ni shemeji yangu, ni yeye kabisa.
Sasa pakeshi nakupigia na wewe upatikani, watamla huko wammalize wote, wewe umekaa huko unavuta bangi mpwa wewe. Mimi nakwambiaga kila siku. Mimi sio kwamba ni mbea. Kuna mambo mengine sio ya kwenda kusema haya. Kwa mfano hapo nikienda nikasema haya mimi ni mbea sasa. Si nimeona mwenyewe anaingia chumbani. Sasa haya, mule chumbani anaingia kufanya nini? Namwambiaga kila siku bosi, fanya mazoezi, punguza tumbo hilo. Nielewi. Haya angalia sasa. Haya na kwenye simu sasa hapatikani. Nitampata wapi sasa hivi? Kichelewa huyu amemmaliza. Blaza. Baba ndani kasema kama inawezekana ungesogea pembeni kidogo ukavutie hivyo vitu vyako hapa kidogo, moshi huo na unanilio. Kwa nini hajaja baba yako? Kwa nini baba yako hajaja yeye umekuja wewe? Ungemwambia baba yako aje yeye, sio uje wewe. Alafu muona umtaa wote huo. Mimi maya yangu. Kwangu hapa hakuna chura yoyote atakayekuja mimi kunisumbua. Hakuna takataka yoyote atakayekuja mimi kunikataza hapa kukaa. Sio tunaelewana? Sikia ngwambie. Sawa. Alafu hamna chura yoyote atakayenisumbua mimi hapa. Mimi hapa kwangu. Wewe babako mwenyewe chura tu kama ulivyokuwa wewe chura. Sio unanielewa? Alafu tembea sasa. Huku tembea. Boss. Yaani sijasimuliwa, nimeona kwa macho yangu mawili. Nimemuona kabisa mke wako anaingia chumbani na Ruba. Alafu hajavaa nguo. Mke wako yule mke wako wewe yule ninayemjua mimi shemeji kaingia na Ruba yule. Babu, unajua unaponiletea taarifa za mke wangu, unaangalia unaongea na nani? Sijui unanielewana vizuri babu? Unazungumzia mke wangu mimi au unamzungumzia nani? Pole sasa hii utaaibika. Wakisikia watu wewe ndio naaibika. Mke wako nimemuona kabisa Tamari wanaingia na Ruba chumbani. Nikasema ule muda nimekupigia simu. Nikasema usingepokea, haki ya Mungu ungekuta nimeshawakata wote. Hawana vichwa. Umeona wapi? Wapi? Wako chumbani kwa Ruba wameingia. Tena nimekuta wameanzia chooni. Sijui hata chooni walifuata nini kwa sababu alitoka Ruba anakachupa kama mafuta. Mimi nakwambia kabisa hili ndio kachupa mafuta. Sasa. Nashukuru unaelewa hisia zangu. Nafikiri wewe utakuwa njia rahisi ya kufikisha ujumbe wangu. Sidhani kama atanielewa. Ila ngoja nijaribu kuongea naye. Na hisi tu atanielewa. Lakini kakaangu sema kuna mwanamke anamsumbua sana. Na isitoshe sasa huyo mke mwenyewe yani ni mke wa mtu. Ndio huyo yani kagandana naye yani muda wote hivyo. Ila usijali, nitafikisha hizo taarifa sawa. Alafu nahisi tu mambo yatakuwa sawa. Usijali. Tajitahidi. Nashukuru sana. Okay sawa. Ndio acha. Mbona ile dirisha? Ukipita kwa nyuma hivi ukazunguka. Kuna dirisha lingine lina rangi hivi. Alafu kule kuna mlango unaingia. Sasa ukifanya
kusikia harufu ya mafuta. Hapo ndo kwenyewe. Sasa ingekuwa sipajui nikikuleta. Usikia hata harufu ya mafuta ya nazi na wewe. Usije ukaniletea manjegeko ujue. Sawa, Sikiliza. Wewe nenda lakini usinitaje kwamba mimi ndo nimekuleta. sasa sikiliza vizuri. Hii kesi niachie mimi. Unaelewa eh? Alafu mimi ni mke wangu. Kwa hiyo kama vipi wewe tembea, kunjuka ili usiniletee kesi. Mimi wewe ndo nimekuleta hapa. Alafu wewe mimi nakujua utakuja uende humo ufanye ile mambo yako ya kijinga wakurudishe tena kituo. Kwa hiyo wewe cha msingi mimi najua. Wewe nenda lakini twende wote. Nimekwambia wewe tembea ili usiniletee mimi kesi. Yule mimi ni mke wangu. Wewe mimi nakujua. Ukifika humo utaanza kufanya yale ule wafanya kipindi kile wakakurudisha tena. Yes. I got to speak. Alba. Wewe Tamari. Afuasi mkamtu wewe. Hivi wewe mwanamke lini utaacha malaya wewe? Ana mchuna kaka yangu utaki kuelewa kiasi tunakwambia kitu hicho hata kumtuna kaka yangu. Wewe unamchuna kaka yangu utaki kuelewa kwa nini lakini? Alafu umeolewa lakini tutulie tu kwenye ndoa yako na mume wako. Tutakuja. Sikia dogo. Mimi na wewe tutamalizana. Sasa acha nimalizane na huyu mara mwenzenu. Sawa? Karibu. Hey, shoga yangu, ndugu wangu. Karibu. Oh. Vipi? Mbona mnyonge? Wewe acha tu shoga yangu. Hebu tukae hapa. Shoga yangu, kwa una nini leo? Hebu niambie, mbona unakuja haupo sawa kama nilivyozoea? Wewe acha tu shoga yangu, nikuta leo. Na hizo ndo yangu ndio ishakufa hivi. Leo nimeakoroga mwenyewe. Shoga yangu wewe umezidi mdomo, wewe mjeuri. Usikujua yeye nani? Mjeuri mbona ndio maana unapumua kila siku atakutoboa macho mzee. Hai. Yaani bwana tangu kwa ujeuri. Wewe basi unamjua? Ndio. Ana ndugu yake yule anakaa naye pale. Sio anaitwa Soso yule, sio Sosi. Nimelala asubuhi na mume wangu. Kapiga simu namba ngine, mimi sina namba yake. Mungu akaniambia pokea, weka loudspeaker. Mimi nikiwa sijui chochote kweli nikapokea. Napokea tu unajua kaanza kusema kutukana. Mimi nakula hela za kaka yake. Nikiwa na mume wangu na ananitaja kabisa jina. Mara sijui kaka yake aendelee kwa sababu yangu. Yaani kaongea maneno hayo nakwambia ni acha. Nimejitahidi kumwelewesha shemeji yako, haelewi hata kidogo, kantia makofi. Amenipiga. Yaani unavyoniona hapa kichwa kinaniuma. Unauma balaa. Yaani nyinyi maisha yenu unajua ni magumu. Kupigana kila siku. Yaani ndio iko hivyo kila siku. Yaani ndio ilivyo au ni nyinyi tu? Nasikia maumivu makali sana. Na ameniambia sinikute ndani. Yeye kaondoka. Sijui hata naingiaje ndani sasa. Sijui. Yaani sijui kama atanielewa. Ila Tamari ndugu yangu. Mambo mengine unajitakia. Mazoea na Ruba, mazoea na ndugu yake Ruba. Wewe ya nini? Wewe una mume wako Tamari. Na mume wako mwenyewe unamjua jinsi alivyo. Atakupiga kila siku. Hivi mfano akikupiga kikunja ubavu wewe. Si utakuwa chiba unachechemea chwe. Hivi atakusaidia nani? Au Ruba utamwona atakusaidia kwa chiba? Atakutaka? Utakwenda Kariakoo tena anaweza kuomba.
Msaada mwenye kikombe. Kama liachane nayo mambo. Chao, mimi sina urafiki na ule mtoto hata kidogo. Yaani sijawahi kuwa rafiki yake. Kwanza nashangaa yani hata sielewi. Na hata huyo Luba mimi nishamkataa lakini ananisalimia tu na saa nyingine shida zangu ndo zinanifanya nimwambie. Yaani maisha yangu magumu ndo ananifanya Ila usiwazi. Mimi mumeo namudu sana na namuweza. Naweza nikaongea naye akanielewa. Subiri nipike hapa tule. Mimi nitoke nianze kumwangalia, uende nyumbani ukapumzike, mimi nianze kumwangalia, nikimuona nianze kuongea naye. Atanielewa nadhani, yataisha tu. Mtarudi kama kawaida. Nirudi nyumbani. Narudi nyumbani. Na amesema asinikute ndani kwake. Yaani labda mimi nikusubiri hapa, lakini mimi nyumbani siwezi kwenda. Ungemwona hapo kasirika leo. Basi ngoja, mimi nipike, tule, nikuache. Niende nikamwangalia, nikimuona huko niongee naye vizuri. Nadhani atanielewa. Yataisha tu, tutarudi nyumbani na mwingine ataendelea. Mimi chao shogangu hapa mimi hata nje sisikii kwa kweli, sisikii hata amekula. Ila uache upunguze. Ule utobolewe macho. Ule anaangalia mboga sika ungua mimi. Nikawa kwa mbele nyumbani analia. Haipo sawa. Nikammoja akasema umempiga. Tukaongea, nikamwambia rudi nyumbani. Akasema hawezi kurudi maana umemfukuza, umwambia asirudi. Hamna, unajua nini shemeji Mwanao kazingua. Alafu mwanao unajua na mdomo Unajua sasa unajua nini mwanangu? Si tumetulia jana usiku, unajua ile tumetulia, tumepumzika, tumelala, si unaelewa mara simu ikaita ile pap. Napokea simu mwanangu, ili unajua nikamwambia ika loud speaker mwanangu, alafu usiku naye anakupigia simu, wembo ika loud speaker, yani ika loud speaker tu mwanangu. Uwe malaya. Unajua ile malaya sijui nini mwanangu, ile maneno kibao unajua shemeji ile. Unajua alipiga simu na alipiga simu unaelewa yani. Sasa wewe unamhitaji mke wangu malaya, si unajua make design hasa nini? Nikakata simu. Unaelewa? Sasa nakuja namuelewesha mama mtu namwambia wewe inakuwa nani huyu anakuita wewe malaya mshikaji wangu. Alafu mimi sije kukuita malaya. Wewe naye anakuita malaya. Wewe si unajua mdomo wake ule mwanangu. Mimi shemeji mimi nikapanda juu. Unaelewa? Mimi nilipopanda juu tu. Mimi kweli nimemkita. Yaani nimemkanda haswa unajua. Kwa sababu nimechoka mimi dharau zile shemeji. Umeona ndio hiyo katoka ile asubuhi ile kachomoka. Ila shemeji au mengine mambo kuongeleka akaisha. Inawezekana tu ni mtu tu kaamua kupiga simu kwa kurofisha, mavingine sio kweli. Usichukulie hasira ni moja kwa moja, yani yake kama ni ugombe wa kufanyaje. Huyo ni mke wako. Niangalie tu yaishe. Wengine pigi kijana tu mtaani kaamua tu apige simu aanze kukuharibia. Unajua? Lakini adui yako tu mtaani. Kweli. Wewe potezea tu yani mwingine yaishe. Mimi sema nini shem? Mimi shemeji yangu mimi nimeshapotezea. Mimi ameshaisha. Yaani mimi kilosa. Mimi toka jana ile yani mimi niko fresh, niko good. Yaani mimi nimeshapita. Sema nini? Wewe mwambie tu kama vipi nini, mwambie tu arudi nyumbani, arudi mageto nini fresh tu mwanangu. Mimi nimeshamsamehe mwanangu. Unajua? Maana mimi mke wangu yule pale. Kwa hiyo mwambie tu arudi nyumbani. Wewe kama unafahamu alipo nini Mimi nafahamu mtu nyumbani kwangu. Maana amekuja ndio hivyo nikamwambia tulie hapa. Nikamwambia rudi nyumbani, akasema siwezi kama kanifukuza, akaniambia nisirudi. Nikamwambia basi mimi nimwangalie, nikutane naye, niongee naye vizuri. Nadhani mimi atanielewa. Lakini nashukuru sababu umenielewa, nashukuru. Au sio? Ugomvi sio mzuri. Amina yeye atupingani. Au sio? Poa shemeji. Poa. Ndio hivyo, lakini tatizo ni mdogo wako. Ndio aliyepiga simu. Yote asingetokea bila yeye. Tamari. Kwanza naomba unisamehe mimi. Kwa sababu matatizo ya mdogo wangu mimi ndo najua.
na nishamkanya sana kuhusu swala lako, lakini hakutaka kunielewa. Lakini kwa hapa alipofikia, wacha nimwonyeshe kama mimi ni kakake. Mimi nitajua nafanyaje. Okay. Tuachane na hilo. Vipi kuhusu jibu langu? Luba, kwa ina maana mpaka leo uko serious na hilo jambo wakati tulishaliongea? Tamari, huenda usinielewe kwa sasa. Halo. Kweli chao? Kwani nikirudi hata unipige? Asante chao shogangu, asante sana, nashukuru jamani. Luba, kwa heri. Tamari. Nimejitahidi sana kwa namna yangu kumpenda, lakini inavyoonekana ni ngumu sana kupata moyo wake. Pamoja na ukatili wote anaofanyiwa na mume wake, lakini bado hayupo tayari kumwacha. Haya mapenzi ni kitu gani? Nagombana kila siku na mdogo wangu kwa ajili ya Tamari. Usiongee chochote, kaa kimya. Hivi unajua umuhimu wa Tamari wewe? Nahisi kukata tamaa sasa, ila moyo wangu utaweza kweli? Yaani mume wangu mimi nimerudi nimechoka na kaa nyumbani na kusubiria mpaka saa hizi funguo umekuja nayo huko. Sasa kichokufanya uje huko na funguo ni nini? Naongea na wewe. Wewe unajui kazini kwangu wapi, ungenipitishia kama unajua unakuja kwenye mambo yako ya kijinga jinga. Mimi narudi nimechoka na yako kutafuta wewe kila sehemu. Ndio nini sasa hivi? Mtu anapokuwa kwenye stari yake usipende kumharibia. Sawa. Ungekuwa utaki kero, ungenipitishia kazini funguo. Kwani hujui nilipo? Yaani mimi narudi nimechoka na pambana na wewe kila siku. Yaani mambo gani yasoisha kila siku? Una nini wewe? Ibani. Hivi ni kweli nilimpenda yule mwanamke kwa kiasi hiki? Kumbe mapenzi yanaweza kukupotezea mwelekeo wa maisha. Sio kweli, ila yamenifanya ni dhaifu sana. Sijui niseme yule mwanamke ni mjinga. Anawezaje kuishi na mwanaume mhuni, mkorofi, asiyejali hata hutu? Mimi nifanyaje sasa? Inabidi nitafute njia sahihi, nitafute namna ya kuishi nikijipenda mwenyewe na kumjali mdogo wangu, kwa sababu sina kingine. Soso ndiyo familia yangu. Sitakiwi kuwa na mapenzi na mwanamke ambaye tayari ana mume. Hata kama akija na huruma vipi. Nilikuwa mjinga sana. Sitakiwi kuwa na mapenzi na mwanamke ambaye tayari ana mume.
hata kama hakija na huruma kiasi gani. Ama kweli nilikuwa mjinga sana. Unajua mara zote uwaga moyo ukipenda, uwaga na kuwaga usikira mtu yoyote, na wala pia hauangalii sehemu gani ambako unakupeleka. Nilikuhusia sana blaza, niliongea na wewe sana, ilo umeshindwa kunielewa. Kikubwa ni kwamba moyo wako ulipeleka wote. Kadri mimi ninavyozidi kukwambia, yani nilikuwa tu nakupigia kelele, yani nampigia mbuzi gitaa. Kadri nilivyokuwa nazidi kukwambia, ulishindwa kabisa kunielewa. Yani nilikuwa kama nampigia mbuzi gitaa. Ilifikia wakati nilihisi kama umelogwa, yani kwa sababu umeongea na wewe sana sana, sio mara moja wala mara mbili. Laiti kama ungenielewa toka mwanzo, usingekuwa unapitia maumivu yote ambayo unapitia sasa hivi. Ndugu wangu, leo ndo nimeamini kwa nini Waswahili walisema tunawaumiza wanaotupenda na wanatuumiza tunaowapenda. Kinachoniumiza sasa ni kuona ananiumiza yule mtu ambaye nilimpa moyo wangu moja kwa moja. Ndugu wangu, ni vitu vingi sana nimemfanyia yule mwanamke. Nilimpa moyo wangu moja kwa moja. Ndugu wangu, usiwaambie mtu, usinione kama mjinga nikutoa chozi. Uso wakati tena kwanza kufikiria mambo ya nyuma yaliyopita. Nenda kusahau yote yaliyopita.
na kuanza maisha mapya mbele. Hebu jaribu kumfikiria basi mwanamke ambaye anakulilia siku zote. Siku zote yupo tu yeye anakuhangaikia. Jaribu basi hata kuzingatia hisia zake hata mara moja tu. Yeye yupo anakungojea tu muda wote. Afu isitoshe sio mwanamke tu, ni mtu ambaye anatusaidia vile vile. Lakini wewe hauyaone haya yote. Soso, sina muda wa kusubiri tena. Ni wakati wa kumpa moyo wangu yule mtu ambaye bado anauhitaji kwa sasa. Uko tayari basi? Nadhani nimekuambia niko tayari. Na kama kweli mtu kweli yupo, naomba nipeleke hata sasa hivi. Twende kupeleka.